Bwana Yesu Kristo aweze kusifiwa sana. Karibu sana rafiki yetu katika chaneli yetu pendwa ya Neno TV. Lakini kwa siku ya leo tunazidi kuomba sana mbele za Mungu, lakini pia rafiki zetu waliokuwa maeneo mbalimbali. Tunachokisema ni kwamba Bwana atusaidie sana katika kipindi hiki cha mpito, kipindi hiki ambacho ni kipindi kibaya sana tulichopo katika ulimwengu sasa. Kila mmoja, kilio chetu ni kwamba watu wasome maandiko. Watu wasome maandiko. Sikilizeni watoto wa Mungu, sikilizeni wa Kristo, sikilizeni sana wale mnaompenda Mungu. Nimeona kwamba kuna hatari kubwa ya kwamba leo watumishi wengi wanajikuta wanatumia sana simu zao. Wanatumia sana simu zao, mpaka Biblia zinatumika za kwenye simu, mpaka kwenye mahubiri. Lakini hii ni hatari sana, warafiki zangu, ni hatari sana, kwa sababu tunakoelekea si kwamba tunapinga kutumia kabisa kwamba isitumike Biblia kwenye simu. Hicho sio kitu tunachokisema. Kitu tunachokisema ni kwamba hatari iliyo mbele yetu na watu wanategemea hizo. Kwanza hizo ni rahisi kubadilishwa, na hivyo kuna hatari ya wao kujikuta wanasoma maandiko ambayo sio. Lakini pia vile vile utajikuta kwamba ile hamu ya kusoma Biblia iliyo nakala ngumu na Biblia ambayo ipo kwenye simu, ladha ni tofauti kabisa. Kwa hiyo utajikuta kwamba hata uvivu upo mkubwa katika kusoma kwenye simu, na hii ni mbinu ambayo kidogo itawapeleka watu mbali na Mungu. Vile vile watu leo hata mahubiri wamebaki kuwa tu nayo ya kwenye simu. Vitabu vingi wamebaki navyo vya kwenye simu. Tafadhali. Ni vyema kutumia pesa yako, kutumia wakati wako kusoma nakala ngumu. Tupate nakala ngumu wapendwa, iwe ni ya Biblia kwanza. Tajikuta mtu anayo kwenye simu, lakini Biblia nakala ngumu hana. Na kama kuna uwezekano, pateni Biblia hata zaidi ya moja ukiwa nayo nyumbani, hasa wenye familia, kuweni na Biblia zaidi ya moja nakala ngumu. Na alafu mpate pia vitabu vingine, wale wanaoamini katika roho nabii wapate roho nabii nakala ngumu. Vitabu vingine vyote vyenye ukweli wa sasa vipatwe nakala ngumu. Wapendwa, ninawasisitiza, kwa sababu tunakoelekea ni kubaya ambako hatujawahi kuona. Tafadhali. Nitaomba niweze kusoma andiko moja ambalo Kristo alituonya kitambo, na inayosababishwa tusome katika kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 22 mstari wa 29. Ndio hii nasoma hapa. Anasema, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa maana hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Leo hii maandiko hayasomwi kwa kiwango kinachohitajika, hayasomwi. Sasa ninaomba sana katika hayo niliyoyasisitiza, Bwana akatusaidie sana. Familia zote zinazoitwa kwa jina la Mungu, vijana wote wanaoitwa kwa jina la Mungu, wajitahidi katika hii. Hakuna haja ya usharobalo katika hili. Na wale wanaohubiri katika mimbari, jitahidini kutumia nakala ngumu. Bwana akatusaidie sana. Ndio hiyo nilitamani tuweze kukumbushana kwa siku ya leo, na si utani, maana tunakoelekea wapendwa ni kubaya kuliko kawaida.